Na taarifa nyingine zinaarifu kwamba mashirika ya kutetea haki za binadamu sasa yanataka mabunge ya Kenya na Uganda kuwajibisha waliowatesa raia wake nchini Tanzania. Mashirika hayo yanaitaka serikali ya Tanzania kuwajibikia dhulma na ukatili dhidi ya Boniface Mwangi na Agatha Atuhaire na pia kuwafidia. Mwanahabari wetu Brenda Wanga ana taarifa hiyo kwa kina. Ufichuzi wa Boniface Mwangi na Agatha Atuhaire kuhusu mateso waliopitia nchini Tanzania umewasha shinikizo kutoka kwa mashirika ya kutetea haki za binadamu yakitaka uwajibikaji nchini Kenya, Uganda, katika Jumuiya ya Afrika Mashariki na kimataifa. We are hoping that the interventions of the other governments within the regions and the petition to the East Africa Parliament can raise awareness and raise concerns that those officers who violated the rights of Boniface, Agatha, amongst others, can be brought to book. We petition both Kenya and Ugandan parliamentarians summon their respective foreign affairs ministers to account for the actions taken to protect their nationals and spell out the steps being taken to secure justice and compensation for the suffering and trauma experienced. Mashirika hayo yanashinikiza kukamatwa kwa maafisa waliohusika, maombi katika bunge la Afrika Mashariki, kikao cha hadhara cha maridhiano na fidia kwa waathiriwa. It means that we are all at risk. When you travel to any of the East African countries, it means that we are all at risk of being arrested, detained, dehumanized and tortured. Wanashinikiza nchi hizo tatu kukoma kushirikiana kuwadhulumu raia na kutaja kama mfano kutekwa nyara kwa mwanaharakati wa Tanzania Maria Sarunge na kiongozi wa upinzani Uganda Kizza Besigye hapa jijini Nairobi. We are concerned that there is some kind of collusion between the three governments to silence dissent in every way. If you realize, even now as we speak in this country, there are particular laws that are being used to kill dissent. I mean, we have the proposed Kenya Information Communications Bill. Kenya pia imelaumiwa kwa ukimya wake kuhusiana na kuteswa kwa raia wake kwa majirani. Wanaharakati hao pia walimuonya Rais Samia Suluhu dhidi ya kueneza uoga na kuwazima wapinzani kabla ya uchaguzi wa urais Oktoba. Brenda Wanga, Runinga ya Citizen.